Karibuni ninyi wote katika kipindi chetu cha kuwa na furaha na amani duniani. Kipindi chetu mara nyingi mnafahamu kwamba kinajikita katika sehemu ambayo tunaozungumzia kila mara na kuhamasisha watu kwamba waendelee kutafuta furaha na amani licha ya kwamba matatizo yanaendelea kuwakumba na kuendelea katika mzozo ambao tunafahamu kila siku wa Este Kongo Mashariki, huko kwamba waasi wa M23 wakiongozwa na nchi ya Rwanda kuendelea kuwanyanyasa wananchi wa sehemu hii na pia kuendelea kuwabaka wanawake, kuua watoto na isitoshe kuburuza vijana kuwapeleka katika sehemu ya machimbo ya dhahabu na coltan, huku wengi wao wakiteketea na kufariki. Na isitoshe ni jambo ambalo linaendelea kusikitisha ni kwamba machimbo hayo, dhahabu zinazopatikana sehemu hiyo na rasilimali zote zinachukuliwa kupelekwa Kigali na Kigali kuweza kuzipatia nchi ambazo zinaohusika kiholela, na huku nchi hizi hususan nchi za Afrika Mashariki pakiwemo Rwanda na DRC Congo kuendelea kuwa mojawapo wa nchi maskini duniani, huku mali hizo zikisafirishwa kupelekwa nchi husika, nchi ambazo zimeshaendelea na kuendelea kuwarundizia mali tena na kuwapatia mali zaidi ya mali ambazo wanazo, pakiwemo Uchina pamoja na nchi zingine duniani ambazo zinahusika katika mzozo huu, isitoshe Ufaransa, Marekani na nchi zinginezo. Na isitoshe kinachoendelea kusikitisha ni kwamba wananchi wa sehemu hii wanaendelea kulipia kile ambacho wenyewe hawahusiki, huku wakiendelea kunyanyasika, kuuawa na kuweza kuteswa kikatili na vikundi hivi vya M23, wakiwemo wakuu wao wakina Basima, wakina Nanga, isitoshe na wengineo pakiwemo na Kagame Paul, isitoshe na Felix Tshisekedi, huko kwamba anaendelea kutizamia tu badala ya kumaliza mzozo. Sasa bana, leo ni swali ambalo tunaendelea kujiuliza, kwa sababu Marekani ambaye ameshajitangaza hadharani kwamba yeye amekuja kumaliza mzozo huu na ameshaumaliza kulingana na kauli ya kiongozi wa nchi ya Marekani na viongozi wake Trump, Rubio na wengine, huku wakionelea kwamba mzozo huu wa miaka 30 zaidi wao wameshaumaliza. Na sehemu hii ya East Mashariki ya Kongo pakiwemo Rwanda na Burundi, wananchi wa sehemu hii waweze kupata furaha na amani. Lakini kabla ya kusaini mikataba ambayo ilisainiwa huko Washington, tunakumbuka mwaka uliopita, mpaka leo M23 pakiwemo na viongozi wao wa Kigali wanaendelea kunana, huku wakiendeleza machafuko ya ukatili kuendelea kutesa wanadamu wa nchi hii na sehemu hii, kuwafanyia ukatili kabisa wa kibinadamu, kiasi kwamba wamama wanaozungumziwa leo zaidi ya 8,000 wameshabakwa na wana matatizo ya trauma na kisaikolojia, huku pia watoto wao wakiuawa vitani na wengine kuburuzwa na kupelekwa sehemu ambazo wanaendelea kuteseka. Sasa bana, kwenye mtandao maswali mengi yanaendelea kujileta
kulingana na vyanzo vya habari mbalimbali ambavyo tunavyo, ni kwamba kesho ni tarehe 15 mwezi huu, ambapo Kagame Paul mwenyewe aliweza kukubali hadharani kulingana na vikosi vyake kwamba na viongozi wengine wa Rwanda kwamba wao hawajatarajia kujiondoa DRC mashariki, lakini mkubwa ameshaongea, yani Marekani na nchi zingine za Ulaya, kwamba lazima Rwanda iheshimu kauli hii na iheshimu walichotekeleza na kumweleza kwamba zile dhahabu na zile coltan hawazitaki tena kuzipata kimagendo. Lazima wanajeshi wa Kigali ambao wanaendelea kuisapoti M23 DRC Congo, tarehe 15 mwezi huu ambao tunatarajia kesho, wakuwa wamejiondoa kabisa na kuacha maeneo ya Bukavu, Goma, Masisi, Minembwe na sehemu zingine zote ambazo wanaopatikana, ili waweze kujisalimisha amri, waweze kusalimu amri, na huku MONUSCO inayohusika, Umoja wa Mataifa pamoja na vikosi vya DRC Congo kuweza kuwachukua na kuwapeleka sehemu husika, ambapo wengi wao watapewa mafunzo ya kuweza kurudishwa katika umma, ili wakawa wamekamilika na zile tabia ambao walikuwa nazo za ukatili, wengi wao wakuwa wamebadili. Isitoshe bana, kesho tunatarajia kwamba taarifa nzuri labda zitajitokeza kuonyesha kwamba maeneo hayo yatakuwa yameachiliwa na Kagame Paul atakuwa amesalimu amri na kuweza kukubali, kwa sababu anayekubali makubaliano ya amani huwa mara nyingi ni mshindi, badala ya kuendelea kunana na kuleta vita au mzozo wa vurugu, huku wanadamu wengi wakiendelea kuteketezwa, maisha yao wakiendelea kufariki na kuuawa. Hili likaja likamletea mwenyewe pia matatizo na kuweza kupata shida ambayo labda hawezi akajiondoa ndani. Lakini vyanzo vya habari mbalimbali na wananchi ambao wanaopigiwa simu sehemu mbalimbali tofauti ya maeneo haya wanaendelea kuonelea kwamba wameona sehemu fulani ambapo M23 imeendelea kujiondoa. Lakini wanazungumzia kwamba ni wanajeshi wa RDF Rwanda Kigali ambao walikuwa wanashikilia maeneo hao na wameanza kujiondoa mdogo. Lakini tatizo ni kwamba wanavyojiondoa wanaendelea kuonelea kwamba hawajui wanakwenda wapi, na isitoshe wengine au Kigali inaendelea kutangaza kwamba wanafanya ule mzunguko wa kujiondoa na huku kwenda sehemu maeneo mengine na kwenda kushika maeneo ambayo yalikuwa hayamo jeshi la serikali na watu wengine ambao wanao ulinzi sehemu hiyo. So wanajiondoa sehemu na kuingia sehemu nyingine, wakibaka na kupora pamoja na kubaka wanawake na kuua pia wananchi wa sehemu hiyo. So ni kwamba wanajiondoa sehemu na kwenda sehemu nyingine, huku wakiendeleza ule muendelelezo. Yaani wanadanganya wamejiondoa, huku wakiingia sehemu nyingine na kukaba sehemu nyingine. So hili limeleta maswali mengi kwa Wakongomani, kiasi kwamba hawaelewi muondoko huu wa RDF unategemea nini na je unaazimia nini. Kwa sababu ingekuwa kwamba wanajiondoa, ni moja kwa moja wangeona kwamba wanashika roli zao na huku wakielekea Kigali na kuweza kuacha maeneo hayo na M23 iweze kujisalimu
kujisalimisha amri na kuweza kwenda katika maeneo ambao wameshawachagulia, ambao watajikusanya wote, na huku serikali pamoja na Umoja wa Mataifa uweze kuwapatia ulinzi. Lakini kama nilivyozungumza mbeleni ni kwamba RDF ya Kigali au jeshi la Rwanda ambalo ni zaidi ya 15,000, lakini wengine wanaendelea kuonelea kwamba ni zaidi ya 18,000 kwa taarifa ambazo zipo leo, kwa sababu inaongezeka namba ambayo tulikuwa tunafahamu, lakini kulikuwa na zingine namba ambazo zimejificha. Inaendelea kuongezeka mpaka tunavyozungumza sasa imefika kwa 18,000 ya wanajeshi wa RDF kutoka Kigali wanaopatikana maeneo haya ya DRC Congo Mashariki, huku wakasapoti M23 pamoja na Twirwaneho pamoja na vingine vikosi vya waasi. Sasa bana, ni kwamba hawa kama nilivyowajuza mchezo, kwa sababu vita imeshakuwa kama mchezo, so karata imeshashindikana ya wao kuweza kushinda vita hii, na tatizo linakuwa ni kwamba kurudi tena Kigali itakuwa ni vigumu, kwa sababu ukumbuke kwamba mchakato wenyewe ambao ulikuwa ukiwaongoza kuingia DRC Congo, huku Kagame akiendelea kunana kwamba hana wanajeshi DRC na kuja kukubali baadaye, inamaanisha kwamba waliingia kimagendo, hawakuingia hadharani DRC Congo kwamba waweze kuonekana na umma au waonekane na dunia nzima kufahamu kwamba wameingia kihalali, lakini waliingizwa kimagendo mdogo mdogo, huku akija na miguu. Wengi waliingia DRC kwa mguu. So tatizo litakuwa ni kwamba na kurudi pia itakuwa ni vigumu, kwa sababu kumbuka tu kwamba FDLR ambayo Kagame Paul anaendelea kuzungumzia ni wale wanajeshi wake ambao wako DRC Congo, wameshajifunza na wameshakuwa na tabia ya ukriminal, ya uwaji. Wanaua kila siku, wanabaka kila siku, wanafanya mabaya mengi kila siku, kiasi kwamba zile sheria za wanajeshi wameshavuka, wakawa wameishi kama waasi. So ikiwa kwamba wanajeshi wameishi kama waasi, huku moja kwa moja walishakuwa ni ile FDLR, kwa sababu na yenyewe ni kundi la waasi. So ni kwamba waliishi kama waasi DRC Congo, kwa sababu walikuwa wanatumika pamoja na waasi, yaani M23 pamoja na Twirwaneho. So ni kusema kwamba hao wanajeshi wa Kigali kurudi Kigali, kwanza itakuwa ni vigumu na itakuwa ni matatizo kwa wananchi wa Rwanda wenyewe. Kigali yenyewe itahofia kuweza kuwapokea 18,000 za wakriminal, kwa sababu tayari wana hiyo tabia ya ubakaji, ya kupora, pamoja na wengine wanajeshi wao wakubwa walikuwa washazoea katika yale machimbo ya dhahabu na coltan, huku wakijirundikizia mali. Wengi wao wameshakuwa matajiri na wengi wao walishakuwa kama wakongomani. So kwa hivyo kuweza kuwaondoa tena kutoka DRC Congo kuwarudisha Kigali, kwanza ni sehemu mbili. Kigali itawahofia na wenyewe watahofia kurudi Kigali, kwa sababu wengi wao watapoteza mali zao, na istoshe na wengi wao Kigali itawateketeza, kwa sababu tayari ni mawakriminal, haiwezi kawaingiza katika jeshi. Na ikiwa kwamba itaendelea kuwaingiza katika jeshi, kumbuka kwamba jeshi la Kigali ambalo lina 30,000 litakuwa limepokea 18,000. Moja kwa moja jeshi lote la Kigali litageuka kwa wakriminal, na wakigeuka kwa wakriminal wataendelea kuwanyanyasa wananchi wa Rwanda, kuwaletea tabia mbaya, na stoshe na rais mwenyewe na wakuu ambao wanaoongoza
serikali ya Kigali watakuwa mashakani, watakuwa na hofu. So ni kama walishajitengenezea uasi wenyewe. Yaani ile FDLR unayoendelea kusikia au kusikiliza wanazungumzia kila siku ni hao wao jeshi la Kigali 18,000. So itakuwa vigumu kuwapokea, Kigali wapokee, na pia na wao watahofia kurudi Kigali ili wasirudi ili wateketezwe. Kwa sababu kumbuke jeshi lote 18,000 kama nilivyokujuza na taarifa ambazo tunazo, 70% ya wanajeshi ni kutoka kabila la Wahutu. 30 pekee viongozi wao ni kutoka kabila la Watutsi. So ni kwamba wale wote 70,000 wakirudi wote watawateketeza kabisa, na wengine wataingia kifungoni ili wasilete tabia mbaya katika wananchi na katika jeshi la RDF ambalo linaendelea mwendelezo labda wa kijeshi huko Kigali. So haya ni matatizo na maswala ambayo yanaendelea kukumba serikali ya Kigali kukubali warudi, na penyewe na wenyewe kukubali warudi Kigali. Na sitoshe tulivyoona wakina Ruberwa, wakina wengine viongozi wa Kinyamulenge wengi ambao wako katika M23 pamoja na Turwaneho, pakiwemo Basima, pakiwemo Nanga na wengine, wanaendelea kuhofia kukimbilia Kigali, kwamba kwanza Museveni mwenyewe alishaga wakataa, hawataki tena. So kukimbilia Kigali inakuwa vigumu kwao, kwa sababu tuna wakongomani wengi walikimbilia Kigali na mpaka leo hatuwaoni tena, waliweza kupotea kabisa. So kwa ajili ya kuzima ushahidi, huku Rais Kagame Paul akiendelea kuhofia mahakama ya Hague kwamba wote wanaweza wakaja, alafu mahakama ushahidi ukawa umepatikana ambao wa ukriminal wa miaka 30 iliyopita. So wote zaidi ya wao anaweza kuwateketeza ili ushahidi usikuwepo. So na wao wameshaona kwamba hilo litatukia, ndipo umeona kwamba wengi wameiacha Goma, wengine wameacha Bukavu na kwenda kukimbilia porini za Minembwe huko, na wengine wako porini sehemu ambazo hazijulikani na ambazo hazipatikani kabisa, ili Kigali wakose, na itakuwa vizuri serikali ya Rwanda ndio iwapokee, kwa sababu na penyewe wangeendelea kunana wakikaa kule Goma pamoja na Bukavu, lile jeshi la RDF kabla ya kujisalimisha wenyewe wangeweza kuwateketeza. So wamehofia, na wengi wao wako mafichoni tunavyozungumza leo. So mambo yanakuwa magumu kwao kiasi kwamba unavyofikiria wewe mchakato unaendelea kuwa isivyo kama ulivyotekeleza, lakini tunavyofahamu tu kwamba maeneo haya yatapata furaha na amani karibuni. Kuanzia tarehe kesho za 15 mwezi huu lazima atakuwa ameachiliwa, lakini tukumbuke kwamba wao watakuwa wameingia wamoja wao katika wananchi na kuendelea na tabia mbovu ambazo wameshaiga za ubakaji pamoja na uporaji na mengine, na isipokuwa ni kwamba na wengine watajisalimisha, huku wakitegemea kwamba afadhali wajisalimishe Kongo, huku Umoja wa Mataifa MONUSCO pamoja na jeshi la DRC Congo ambalo wameshafunzwa kwamba wasi wote wakishikwa lazima washikwe kibinadamu. So wengi wao wanategemea makimbilio kama hayo badala ya kuweza kujisalimisha na kurudi Kigali. So hili lazima litakuwepo na litaonekana wazi hadharani. So na tumeshasikia kwamba maeneo yanaendelea kuachiliwa. Tunasikia Bukavu kuna sehemu mbalimbali ambazo kabisa wanajeshi wa RDF hawapatikani tena waoni, na sehemu zingine za Masisi wameshaanza kuachilia, na mabadiliko kulingana na simu ambazo zinatolewa
za wananchi katika famili zao mbalimbali ulimwenguni wanaendelea kuongea kwamba kuna mambo ambayo yanaendelea mpaka sasa, lakini na wenyewe hawajafahamu zaidi ni kipi kinaendelea. Lakini kwa mchakato ni huo kwamba Rubio pamoja na serikali ya Marekani imeshakataa kabisa lazima mwezi huu wakuwa wameshaondoka na maeneo yao yakuwa yameachiliwa. So na sitosha tena, navyoendelea kuonekana ni kwamba Ufaransa hata Urusi wenyewe, hizo nchi zote zimeshaona kwamba lazima ile vita ikome, isimame kabisa, na huku amani iweze kupatikana. Na sitosha tumesikia tu kwamba habari za fununu kwamba kiongozi kati ya viongozi Marekani ambaye alikuwa na msapoti Kagame Paul pamoja na wengine kiongozi wa Dakar huko Uarabuni waliweza kufariki, na tumesikia kwamba Kagame Paul iko Dakar kwenda kwenye kilio. Alienda kilioni ili kwa mazishi ya mwenzio aliyefariki, lakini fununu zinaendelea kuonyesha kwamba labda Kagame Paul na yeye anahofia na labda ndio kimbilio lake, na huku wengi wao hawana tumaini la kusema kwamba atarudi wala hatarudi, kwa sababu anahofia kwamba Marekani inaweza kumshika, kwa sababu Marekani imeshatega mitego mingi ya kwamba filimbi ya mwisho ikipigwa na huku akaendelea kunana na kuendelea kuua wananchi wa DRC Congo, lazima sheria kali tena zenye mkakati zitashikwa, na huku anaweza akapata matatizo yeye mwenyewe binafsi kama Kagame Paul. So tutegemee tu kwamba kesho tarehe 15 mchakato huu utakuwa umefika kwenye kiwango chake cha mwisho, na huku kutegemea kwamba wamama ambao wanaendelea kuugua ugonjwa wa trauma, kubakwa kila siku, watoto wao kuuawa na wengine kuburuzwa kwenda kwenye kupelekwa katika mashamba, sehemu za machimbo ya coltan na dhahabu, watakuwa wamepata uhuru na kuweza kuishi tena vizuri kama kawaida kama watu wengine ulimwenguni, ili na wenyewe wakuwe na furaha na amani. So hili nakwambia kwamba kila kitu kina mwanzo na kina mwisho, kwa sababu unavyoendelea kuleta vurugu ukumbuke kwamba mwisho wake na wewe utaletewa vurugu. Unavyotaka amani na kuleta furaha na amani kwa wengine, lazima furaha utaipata pia vivyo hivyo. So hiyo ni kwamba wewe unavyojiendeleza kujionyesha kwamba wewe ni mtu ambaye una nguvu kuzidi wote, lazima wengine wataendelea kukupima na wenyewe ili wakuzidi na kukuwa na nguvu zaidi yako. So tutegemee tu kwamba wale viongozi wa M23 wakina Basima, wakina Nanga na wengine, wakina Ruberwa, wakina na wengine waweze kujisalimisha, kwa sababu tunategemea kwamba mahakama ya DRC Congo pamoja na Umoja wa Mataifa yatakuwa ni hafifu zaidi kwa usalama wao badala ya kujikuta wako Kigali, kwa sababu Kagame Paul inavyoonelea ni kwamba yeye mbele ya mwisho wake, yeye kifo chake lazima atakuwa amewateketeza na wengine ambao waliongozana naye. Hilo ndilo tabia kabisa, mtu kuweza kujimalizia maisha huku akimalizia na umma wengine wote au familia yake ambayo iko naye. So viongozi wengi wa tabia hizo huwa wanaishia hapo. So ni tahadhari kwa vile viongozi wakina Nanga, wakina Basima waweze kuwa na akili, wasiweze kukimbilia Kigali, badala yake wajisalimishe na kujipeleka kwenye Umoja wa Mataifa ili wenyewe uweze kuwachukulia hatua, badala ya kujikuta sehemu ambapo hawana usalama wa kutosha. Na wale wanajeshi wote inaweza kuwa waweze kujisalimisha wa RDF ili na wenyewe usalama wao, kwa sababu kwenda Kigali imeshawashika kama wa FDLR, kwa sababu wamefanya ukriminal mwingi Kongo, na viongozi wao
wameshatajirika na yale machimbo. So italeta matatizo na shida kubwa ikiwa kwamba wote 18,000 wataingizwa Kigali, na huku waweze kujikuta katika wanajeshi wa Kigali, jeshi lote litakuwa ni wa criminal kwa sababu wataleta zile tabia na kuweza kuwafunza wenzio. Hili itakuwa ni tatizo. Sitoshe, na Kagame Paul mwenyewe atakuwa kwa mashakani pamoja na viongozi wake. Kwa sababu bana, ukumbuke tu kwamba anayekugeuka ni mtu ambaye mnayechangia naye, mnayekula naye. Yuda kumgeuka Yesu kwa sababu walikuwa karibu naye. So ndivyo ilivyo. So itakuwa vizuri kwamba wote waweze kukubali makubaliano ambayo Felix Tshisekedi na serikali yake wanayotarajia na wanayotengeneza kwa uzuri wa nchi zao mbili, Rwanda na Kongo, huku wakisaidiwa na Umoja wa Mataifa, ili watu wapate furaha na amani, hata pakiwa pametokea malipo ya makubwa ya kuweza kupoteza vitu ambavyo walikuwa wanategemea kuvipata kiholela, kuvipata kwa wizi, huku waanze kuvipata wazi, na penyewe waanze kuvipata kihalali kwa ajili ya kutengeneza nchi zao, badala ya kuendeleza muendelezo wa kuweza kudanganywa na Ufaransa, kudanganywa na Uchina pamoja na zingine nchi ambazo wao hawahusiki na maendeleo yenu, hawahusiki na nyinyi kuwa na furaha na amani. Kumbuka tu kwamba Ufaransa wakati wa Habyarimana ulikuja kwa ajili ya kuweza kulinda serikali, lakini baadaye walikuwa ndio wa kwanza kuweza kuiachilia na kuweza kuitupilia. Vivyo hivyo mchakato wanao Kagame Paul, ikiwa kama hatizami vizuri, huku akimlagana kumdanganya kwamba wanakuja kumlinda na kumsaidia, wao ndio watamsheta, wao ndio watamuweka mtegoni, na huku wakiweza kumwacha pabaya. So bana, tunazo mifano mingi, lakini ni kwa yule ambaye ana akili ya kuelewa na ana sikio la kusikiliza. Kwa sababu kuna wengine viongozi duniani wana akili ya kusikiliza na kuelewa, na huku wakikubali kuwa watiifu badala ya kuendelea kujikweza na kujifanya kwamba wao unazidi watu wengine wote duniani, huku na watu wote ni sawa sawa, lakini wewe unatafuta kujionyesha kwamba unazidi watu wote duniani. Ni upumbavu mkubwa kabisa. So tutegemee tu kwamba kwa kumalizia, kesho tuone matokeo Bukavu, Goma, Masisi, Watusi wote ambapo wanapatikana, pamoja na wengine wanazungumza lugha ya Kinyarwanda, na kabila zingine zote, Wafulero, Wabembe, Washi, wale wote waweze kushangilia kwamba furaha na amani imepatikana, viongozi wamesikilizana na matatizo yamekwisha. So tutegemea kwamba tariki 15 kesho itakuwa ni tariki nzuri kuendelea, na sitoshe Trump pamoja na Rubio wameshatangaza kwamba vita imeshakwisha, na isitoshe lazima tumaini lipo, Mungu atawaongoza ili kabisa matunda yazaliwe ya kuonyesha kwamba vita imekwisha. Asante sana, tutazidi kuonana ili tuwajuze zaidi yanayoendelea, lakini usikose kusubscribe, kulike na kucomment ili tuendelee kuwatafutia habari zaidi, ili muweze kupata nafasi ya nyinyi kujikwamua na penyewe, ili mioyo yenu isiendelee kuhangaika zaidi, badala yake mkuwe na furaha na amani katika mioyo yenu. Asante sana, shukran. Mungu azidi kuwalinda, azidi kuwabariki. Tuendelee kuombeana tendo nzuri na lenye furaha na amani kesho liweze kupatikana tarehe 15 mwezi huu. Shukran, tuonane tena baadaye. Kwaherini.